Kuna swali ambalo wanasayansi wamekuwa wakijadili kwa miongo mingi. Je, akili ni kitu tunachozaliwa nacho tu au ni kitu kinachoweza kukua? Na jibu, kadri utafiti unavyoendelea, linazidi kuwa wazi. Ubongo wa binadamu una uwezo wa kubadilika zaidi ya tulivyofikiria hapo awali. Hii inaitwa neuroplasticity. Uwezo wa ubongo kuunda njia mpya za newa kulingana na uzoefu, tabia na mazingira. Si nadharia tu, ni biolojia inayothibitishwa na inabadilisha jinsi tunavyoelewa akili, si kama ukuta uliojengwa, bali kama bustani inayohitaji utunzaji wa makusudi. Lakini hapa ndipo jambo la kuvutia linapoingia. Si kila tabia inayodaiwa kuongeza akili inafanya hivyo kwa ushahidi wa kutosha. Kwa hivyo, badala ya orodha ya kawaida, tutaangalia tabia ambazo zina msingi wa kisayansi na tutazungumza kwa uaminifu kuhusu mipaka ya kile tunachokijua. Tabia ya kwanza ni kusoma kwa makusudi. Na hapa tunasema makusudi kwa sababu kuna tofauti kati ya kusoma haraka ili upate habari na kusoma polepole ili ubongo ufanye kazi ya kuelewa, kulinganisha na kuhoji. Utafiti kutoka chuo kikuu cha Emory uligundua kwamba kusoma riwaya za kina kunabadilisha muundo wa ubongo, hasa maeneo yanayohusiana na lugha na kuufahamu wa hisia za watu wengine. Akili ya kijamii na akili ya uchambuzi zinaunganishwa. Kusoma si burudani tu, ni mazoezi ya ubongo yanayoonekana kwenye picha za MRI. Tabia ya pili inagusa kitu ambacho wengi wetu tunakipuuza: kulala vya kutosha. Ubongo wakati wa usingizi haupumziki tu, unafanya kazi ya kupanga, kusafisha taka za seli zinazoitwa beta amyloid na kuimarisha kumbukumbu za muda mfupi kuwa za muda mrefu. Matthew Walker, mtaalamu wa usingizi kutoka UC Berkeley, anasema wazi kwamba usingizi ni msingi wa utendaji wa akili, si ziada. Kupunguza usingizi kwa siku chache tu kunaweza kupunguza uwezo wa kufikiri kwa kiasi kinachofanana na kuwa na pombe mwilini. Hii si kutisha, ni biolojia tu. Kuna tabia nyingine ambayo mara nyingi inapuuza kwenye mazungumzo ya akili: mazoezi ya mwili. Utafiti mwingi sasa unaonyesha uhusiano moja kwa moja kati ya harakati za mwili na ukuaji wa seli mpya za ubongo, hasa kwenye sehemu inayoitwa hippocampus ambayo inashughulika kumbukumbu na kujifunza. John Ratey, daktari wa newa kutoka Harvard, aliandika kwa kina kuhusu jinsi mazoezi ya moyo, hata kutembea kwa dakika 30 kwa siku, inavyoongeza kemikali kama BDNF ambazo zinasaidia ubongo kukua. Mwili na akili havitengani kwa njia tunavyofikiri. Lakini hapa kuna nuansi muhimu. Athari hizi zinatokea kwa muda. Si baada ya siku moja, si baada ya wiki moja. Ni mwenendo wa miezi na miaka unaobadilisha ubongo pole pole. Mtu anayetafuta matokeo haraka anaweza kukata tamaa. Uvumilivu kwa njia yake ni pea ya tabia zenyewe. Tabia nyingine ambayo zina msingi imara wa utafiti ni kujifunza lugha nyingine. Watu wanaozungumza lugha zaidi ya 2 wanaonyesha mfumo wa ubongo unaofanya kazi tofauti. Ubongo unazoea kusimamia mifumo miwili ya lugha kwa wakati mmoja. Unakuza uwezo wa kuzuia usumbufu, kufanya maamuzi na kubadilisha fikra kwa haraka. Ellen Bialystok, mtaalamu wa lugha kutoka Canada, aligundua kwamba watu wanaozungumza lugha 2 wanaonyesha dalili za ugonjwa wa Alzheimer's miaka michache baadaye kuliko wale wanaozungumza lugha moja. Hata hivyo, utafiti huu bado unajadiliwa na wataalamu wengine. Ni mfano mzuri wa jinsi sayansi inavyofanya kazi. Hata matokeo mazuri yanabaki wazi kwa uchunguzi zaidi. Kuandika mawazo yako, si kwa ajili ya mtu mwingine, bali kwa ajili yako mwenyewe, ni tabia nyingine ambayo inafanya kazi kwa njia ya kipekee. Mchakato wa kubadilisha hisia na fikra zisizo wazi kuwa maneno yanayoonekana kwenye karatasi unalazimisha ubongo kupanga, kuchagua na kuelewa. James Pennebaker, mtaalamu wa saikolojia kutoka Texas, aligundua kwamba kuandika kwa uwazi kuhusu uzoefu mgumu unaboresha afya ya akili na hata ya mwili.
Akili inakuwa si tu kwa kupokea habari, bali kwa kuzisindisha. Tabia ya mwisho na pia kuzito zaidi kwa saikolojia ni kuzoea kutikuwa na uhakika. Ubongo wa binadamu kwa maendeleo yake hupenda mifumo inayotabirika. Lakini utafiti kutoka kwenye saikolojia ya utambuzi unaonyesha kwamba watu wanaostahimili ambiguity, wasio na haraka ya kupata jibu rahisi, mara nyingi unaonyesha uwezo wa juu zaidi wa kufikiri kwa kina. Hii inaitwa tolerance for ambiguity na inaunganishwa na ubunifu, utatuzi wa matatizo na uwezo wa kuona picha kubwa. Kwenye mazingira mengi ya kitutalifu ikiwemo jamii nyingi za Afrika Mashariki, mfumo wa elimu wakati mwingine umeweka mkazo mkubwa kwenye majibu sahihi badala ya maswali mazuri. Mtu anayeuliza swali zuri mara nyingi anachukuliwa vibaya kuliko yule anayetoa jibu haraka. Hii ni jambo la kitutalifu ambalo linaweza kuathiri jinsi akili inavyokuwa, si kwa sababu watu hawana uwezo, bali kwa sababu mazingira hayajaweka nafasi kwa aina fulani za fikra. Kwa hivyo, unapojumuisha tabia hizi kwenye maisha yako, si zote kwa wakati mmoja, si kwa shiniko, kumbuka kwamba lengo si kuwa mrefu zaidi ya mtu mwingine, ni kukua kwenye uwezo wako wa kuelewa, kuhisi na kushughulikia ulimwengu kwa undani zaidi. Ubongo wako umekuwa ukikua tangu day uliozaliwa. Tabia hizi ni njia ya kuhakikisha unaunga mkono process huo kwa uhalisia, kwa uvumilivu na kwa udadisi wa kweli. Kama kuna tabia moja hapa ambayo unahisi inagusa hali yako, anza pale. Hatua moja ya kweli inafanya zaidi ya mipango 5 isiyotekelezwa.